Swadakta mtazamaji wa Swafifu Afrika, kabla hatujafika mbali ni kutahadharisha kitu kimoja: ajuaye hujua, asiyejua hujifunza, na anayejifunza basi kila siku huuliza, na anayeuliza huwa hachoki, na mtu akiuliza basi usimkaripie. Na mimi nakuuliza hii leo, je, tayari uko tayari? Je, bila shaka utakuwa uko tayari kuungana nasi katika jahazi hili la Swafifu Africa Swahili International Film Festival Africa Awards 2026-2027. Na kila siku tumekuwa tukinadi hapa kuhusiana na tamasha kubwa na la kihistoria kuwahi kutokea litakalofanyika nchini Tanzania. Lengo kubwa ni kuhakikisha Kiswahili kinaotambawa na kinajipambanua vyema ulimwenguni kote kiujumla kupitia filamu zenye utamaduni, maudhui walisia wa bara letu la Afrika kupitia lugha adhim, lugha tamu, lugha ya Kiswahili. Na ndio kitu ambacho tuko nacho kwa siku hii ya leo. Nisiwe mtu wa kunena sana, niko na mwenzangu hapa. Mimi ni Shangwe Mbise, ni kuambie tu tamasha hili linaandaliwa na A2V Television Studio Rwanda na kuleta kwako na TBC, Tanzania Broadcasting Corporation, TBC1, ukweli na uhakika. Basi ndani ya tamasha hili yapo mengi ya kufurahisha. Ni tamasha kubwa la kihistoria kuwahi kutokea 2026-2027. Mimi kama Ramadhani Mgwadu nawaambia sasa rasmi lile dirisha la kukusanya kazi limefunguliwa, na hii ni fursa kwa wewe mwandaaji na mtayarishaji wa sinema Afrika kuhakikisha unaichangamkia, kwa sababu anayetaka hutaka, asiyetaka katakana na mtaka siku zote huwa anataka. Na mimi nikusihi wewe kutaka kuchangamkia fursa hii, hakikisha huandiki tu filamu ambayo itaishia ndani ya mipaka ya nchi yako. Hakikisha filamu yako inaotambawa na kuelekea ulimwenguni kote kiujumla. Dirisha liko wazi hivi sasa, fursa ni ya kwako, nafasi ni ya kwako, na namna ya kushiriki, namna kujisajili ni rahisi sana. Basi namna ya kushiriki, ingia katika tovuti yetu ya www.swafifafrica.tv.tz, kisha utakutana kitufe kimeandikwa jisajili. Bofya kitufe hicho, jaza taarifa zako zote muhimu. Utatumia ujumbe mfupi kwenye email yako na hapo utakuwa umekwisha kujisajili. Baada ya hapo waweza kutuma filamu yako katika tovuti yetu na utakuwa umejihakikishia nafasi bora sana ya kuwa mshindi katika tuzo hizi. Kila kitu huwa kina masharti na vigezo, na sisi tunakuambia Swafifu Africa kuna masharti na vigezo kuzingatiwa ili kuhakikisha filamu yako inakuwa miongoni mwa filamu shiriki katika tamasha hilo kubwa la kihistoria kuwahi kutokea litakalofanyika nchini Tanzania. Vigezo vyenyewe si vingi na wala si vigumu, ni virahisi sana, usiogope. Pamoja na vigezo vingine vyote ambavyo vipo kwenye tovuti yetu, hakikisha unazingatia vigezo vikuu viwili. Hakikisha filamu yako ina manukuu ya lugha ya Kiswahili, yanamaanisha subtitles, lakini pia hakikisha filamu yako imebeba maudhui, utamaduni na maadili ya Kiafrika. Kwa kufanya hivyo, utakuwa umejihakikishia nafasi ya kushinda. Sasa unaona, ni rahisi sana. Haina mambo mengi, haina ugumu, kazi ni kwako. Sisi tumefikisha mjumbe siku zote huwa hawawi. Bila shaka. Na mtazamaji wa Swafifu Africa, leo hii tunaungana na wadau wawili waandamizi, viongozi wa Swafifu Africa. Tutazungumza mambo mengi kweli kweli kuhusiana na tamasha lenyewe, lakini pia tutazungumza ni kwa kiasi gani filamu hizo zinakwenda kuchangia katika ukuaji wa lugha ya Kiswahili, kwa sababu kila siku tunazungumza hapa filamu na ukuaji wa lugha ya Kiswahili, filamu hivi, ukuaji vile, huenda tukawa tunazungumza kwa ujuu tu. Sasa leo kwa undani na udadavuzi wa swala hilo tutakuwa na viongozi wa Swafifu Africa hapa Shangwe. Nao si wengine ni Jamali Mbanga kutoka nchini Tanzania. Huyu ni meneja na mratibu wa Swafifu Africa, lakini pia Elfas Machia kutoka nchini Kenya, ni kiongozi mwandamizi wa Swafifu kule nchini Kenya. Safari ndo kwanza inaanza. Hata ukifika kwenye kituo chako sikubali kushuka, kwa sababu uhondo huu utakupita. Ambatana nasi kuanzia sasa hadi pale ambako tutakwambia tumefika utuo ama tumefika tamati. Karibuni sana katika mjadala huu wa pamoja, na swala moja kubwa kwelikweli ambalo tunalizungumza ni kuhusiana na filamu, tamasha la Swafifu Africa na ukuaji wa lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa, huu ni mjadala wa pamoja. Nikianza na ndugu yangu Jamal, ni kwa nini Swafifu Africa kwanza imechagua kuondoka na filamu na si aina nyingine yoyote ile ya sanaa? Tunafahamu kuna sanaa nyingi sana ambayo inatumia lugha. Kuna lugha ya maandishi, lakini pia kuna lugha hii ya kuzungumza. Kuna vitabu, kuna nyimbo pia. Lakini Swafifu Africa ikakaa chini ikaamua kuondoka na sanaa moja ya filamu ili kukuza lugha ya Kiswahili. Kaka Jamal, ni kwa nini Swafifu Africa imeamua kuchagua filamu na si aina nyingine yoyote ya sanaa katika kuhakikisha lugha ya Kiswahili inakuwa na kuota mbao? Jamal Mbanga,
kutoka nchini Tanzania. Karibu. Naam, asante sana. Nashukuru sana watangazaji kwa kuweza kuniita katika mjadala huu, nami kuweza kuongea walau machache kuelekea katika tamasha letu. Na kama mlivyonitambulisha, naitwa Jamali Mbanga. Mimi niko Dar es Salaam. Kwa hiyo kurudi kwenye swali lako, ni kwa nini filamu na si aina nyingine ya sanaa? Nataka niseme kitu kimoja ambacho ni muhimu sana. Unajua, katika filamu, sinema ni sehemu pekee ambayo ina mashabiki wa aina yote, kuanzia mtoto mdogo mpaka mzee. Sisi huwa tunasema kitu kimoja katika kazi ya sanaa ya uigizaji. Unaweza kuwa mwigizaji ukiwa bado mjamzito, kwa maana kuna karakta ambaye atakuwa ni mimba, kawa ni karakta, lakini pia unaweza ukaigiza ukiwa ni maiti, kwa maana ya marehemu, nawe ukawa ni karakta. Kwa ukiangalia katika njia hizo, utaona kwamba tunakuwa tumekava katika sehemu kubwa sana, ambayo taanzia kwa watoto wadogo mpaka kufika kwa wazee kabisa, hadi ajuza ambaye ana uwezo na kuweza kutambua. Kwa hiyo ndio maana halisi ya kuweza kuichagua sanaa ya filamu kama sehemu ambayo inaenda kubeba hii dhima nzima ya kwenda kwenye tamasha letu. Sawa, Swafifu imechagua filamu. Sasa filamu hizo zina mchango gani katika kuhifadhi na kukuza lugha ya Kiswahili barani Afrika na kimataifa? Mchango wake mara baada ya kukaa chini na kuchagua filamu. Mchango ni mkubwa sana. Mchango ni mkubwa kwa sababu tunapozungumza kuhusu filamu, ina maana tunazungumza katika tamaduni. Kwa sababu hizi filamu zinaleta kitu gani? Filamu zinapokwenda kwa walaji zinakuwa zimebeba idea kubwa sana inayotokana na jamii. Mfano, ziko filamu ambazo zinazungumzia majanga ambayo yametukuta. Ziko filamu ambazo zinazungumzia ya kale katika tamaduni zetu. Ziko filamu ambazo zinazungumzia maisha tulionayo zikereka. Lakini ziko pia kufikiri na kwenda mbali zaidi, kuona ni wakati gani unaokuja tutakuwa katika sehemu ipi. Lakini tunao uwezo pia kutumia filamu kuwatengeneza wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili sehemu kubwa zaidi ya eneo ambalo tunaenda kulifikia. Kwa mfano barani Afrika, lakini pia hata baadhi ya maeneo ya Asia, Ulaya pamoja na Amerika. Kwa unaweza tukaenda kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu kupitia katika kuonyesha tamaduni na hii ndiyo maana tunaweza kuona watu wengi wanaweza kutoka katika mataifa ya mbali, wakati mwingine wakaja kwenye utalii, si wa mbuga za wanyama peke yake, lakini wakaja katika utalii wa tamaduni. Kwa hiyo tunapokuwa tumetengeneza filamu zetu na kuonyesha tamaduni za kwetu katika sehemu kubwa zaidi, basi tunawafikia hata wale ambao hawana uwezo wa kuweza kufika katika kuja kutembelea katika sehemu hizi, basi nao waweze kuona baadhi ya tamaduni zetu. Lakini pia katika kuonyesha hizo tamaduni, tunawafunza pia kuwa hata Kiswahili ni sehemu na ndiyo tamaduni wetu sisi watu weusi waishio katika ukanda fulani, lakini ni lugha ambayo pia inakimbia na kwenda mbali zaidi. Asante sana. Tukija kwako Elfas Machia, yapi maoni yako katika hili? Kwa nini mmeamua kutumia filamu kueneza lugha ya Kiswahili na utamaduni wa Kiafrika? Asante sana kwa kunikaribisha hapa Nairobi, tunawapata vizuri sana. Wacha niweze kujazilia. Mwenzangu amesema kuwa tunapata utamaduni na tunaongezea mila na utamaduni na itikadi zetu sisi kama Waafrika. Unajua, filamu vilipoingia hapa Afrika vililetwa na wazungu. Wengineo walituletea utamaduni wao. Lakini tukiangalia kwa sasa, sisi ndio can I use the word export? Tunatuma lugha yetu, tunatuma mila zetu, ili watu waweze kujua kuwa sisi tuna utamaduni wetu, tuko na vitu vyetu sisi kama Waafrika, tunaweza jiongelelea. Unajua, tuko na watu takriban milioni
200 wanaozungumza lugha ya Kiswahili barani Afrika na dunia mzima. Hao watu tukiangalia dunia mzima tuko na watu bilioni 8. Hao watu milioni 200 wanaweza kukuza na kuelimisha watu wenzao kuhusu lugha ya Kiswahili. Pia tukitumia filamu ni kitu nenda kutumbuiza. Tunavyotumbuiza watu pia tunaweza pia kuwa tunaelimisha at the same time, kwa sababu tunasema kwa Kiingereza tunasema edutainment, kwa sababu inatumbuiza na pia inajuza, inafundisha watu kuhusu maneno, vile tunavyopaswa kuishi. Hivi majuzi tuliona kuwa wazungu, watu wengi wanashtuka sana kusikia Waafrika wanaweza kuwa na bibi kama 5 au 6, lakini hao wanajua kuwa kwa familia tunapaswa kuwa na seme mke mmoja. Hiyo ni moja yenye tunaweza kufundisha watu nje. Kabla hatujafika mbali, natamani kufahamu, umeeleza hapo kwamba kupitia filamu tunatuma lugha yetu Afrika Mashariki, nje ya Afrika na hata ulimwenguni. Lakini katika filamu zinazoigizwa Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla, zimebeba utamaduni wa kizungu. Huoni kwamba kuna mahali ambapo watunga filamu wanakwama? Wacha nikuulize. Umesema kuwa sisi tunachukua vitu za wazungu. Filamu vingi vya kutoka nje zinatupatia mapenzi. Afrika tuna mapenzi? Tunayo, lakini tunatumia utamaduni wa nje kwenye kueleza hizo filamu. Huoni kama tungetumia utamaduni wa Kitanzania kucheza hizo filamu, au utamaduni wa Kikenya, Afrika kwa ujumla, ingekuwa na ubora zaidi? Ndio nakuelezea kuwa tunapotumia lugha yetu tunawaelezea kuwa tunaweza funza watu wengi kuhusu tamaduni zetu kutumia filamu vya Kiswahili. Umeelezea kuwa tunatumia maudhui yao. Hatutumii maudhui yao. Sisi tuko na maudhui yetu, tuko na maudhui ya harusi, tuko na maudhui ya vitu vingi vinavyotumika sisi kama sinema zetu. Sisi tunavyouza huko nje, tunaelezea kuwa sisi pia tunaweza pigana, sisi pia tunaweza penda, sisi pia tunaweza nafanya harusi, sisi tuna watoto, tuko na familia, tuko na vile jinsi tunataka watoto wetu wakuzwe, watoto wetu waweze kuenda hapo mbele. Hivyo ndio naweza kueleza. Asante sana. Na swala kubwa ambalo mimi naliona hapo, Jeffrey Machio umezungumza vizuri, naungana na wewe kwa 100%. Kweli hivyo vitu vipo, umezungumza maudhui hayo yapo, lakini tatizo kubwa linakuja kwenye namna ya uwasilishaji. Sawa, tuna harusi, lakini sisi tuna harusi za kitamaduni za Afrika, si kama namna ambavyo zipo kwenye bara la Amerika, zipo kwenye bara la Asia na Ulaya. Wale wana tamaduni zao na sisi tuna tamaduni zetu, lakini ukitazama hizo filamu, na hata kama kuna hiyo part ama scene ama kipande kinachoonyesha harusi, basi utaona utamaduni ama yale maudhui ama namna ya wasilishaji ulivyotumika ni wa kutoka nje ya bara la Afrika, si tamaduni ambao sisi tuko nao. Kwa mimi swala kubwa ambalo nataka kufahamu, je, ni waandaaji wa filamu ndio wanakwama, ama waandaaji wa filamu wamekubali kufuata watazamaji wao wanataka nini, ama waandaaji wa filamu ndio wanatakiwa waonyeshe watazamaji wao nini kifanyike? Machia. Sisi shida yetu kubwa, sisi tunaangalia what we call commercial aspect. Watu wanaangalia ni nini watu wanapenda. Sawa. Tutaanza kutumia kile watu wanataka kuona. Sawa, kwa hiyo tuna Machia, kabla hujafika mbali Machia, kabla hujafika mbali. Kwa hiyo tunakubaliana waandaaji wa sinema Afrika wamekubali kutengenezwa na watazamaji wao, na sio wao kuwatengeneza watazamaji kwa kile ambacho tuko nacho, kile ambacho tuko nacho Afrika, utamaduni wetu Afrika. Kwa hiyo lazima tuwape kile ambacho watazamaji wanataka. Ndio hivyo tunakubaliana, si ndivyo? Hivyo tunakubaliana. Lakini lengo kuu ya Swafifu ni kuwa tunataka kuonyesha watu pia sisi tunaweza wapea kile tunataka waone. Sisi kama watu wa Swafifu, si ndio? Kwa sababu hatuwezi taka kila wakati
tunakontroliwa na watu wa nje, wanakuja kutuonyesha fuateni hii, fuateni hii. Pia sisi tunaweza, tuko na audience yetu, tuko na watu, tuko na watazamaji wanataka kuona vitu vya Kiswahili, wanataka kuona vitu vya Kikenya, wanataka kuona vitu vya Kitanzania na vitu vya Uganda, pia Rwanda. Lakini sio saa zote tukisema soap opera ikuwe ni kuhusu wa Mexico ama wa Hispania. Pia sisi tuko na zetu, pia sisi tuko na mapenzi ya Kimasai na wanaongea Kiswahili. Tuko na mapenzi ya Wadigo, tuko na mapenzi ya Waswahili pia. Hata vile unavyozungumza, tuko na harusi vya Kiswahili, harusi vya Wadigo, harusi vya nini. Si lazima kila siku kuwe ni white wedding, sio lazima kila siku ya. Asante sana. Kwako Jamali Mbanga kutoka nchini Tanzania. Kuna kasumba ya waigizaji wengi kuchanganya lugha, anazungumza lugha ya Kiswahili, anachanganya na lugha ya Kiingereza ili aonekane basi kwamba ndo ameendelea. Hii huoni kama inaathiri soko la filamu kwa ukanda wa Afrika? Na kwa bahati mbaya, kabla Jamali hajajibu, kwa bahati mbaya Shangwe, unakuta kwenye kuchanganya huko basi bora aweke ule uwiano sahihi kwamba unachanganya sawa, Kiswahili kimeingia na Kiingereza kimeingia kwa uwiano sawa. Unakuta kwenye sentensi moja yenye maneno 10, maneno 8 yote ni ya lugha ya Kiingereza. Alafu hapo mawili pekee, mawili kwenye maneno 10 ndio ameingia lugha ya Kiswahili. Na anasema anakuza lugha ya Kiswahili kupitia hiyo filamu. Kupitia hiyo filamu anakuza lugha ya Kiswahili na utamaduni wa Mwafrika. Mimi nadhani bado kuna ukoloni mambo leo mwingi sana, Jamali Mbanga. Naam. Ni mjadala mzuri sana. Mjadala mzuri kwa sababu unaongea vitu vizuri sana. Iko hivi, majibu yake ya swala hili ni swafifu. Ndio maana ya kuileta swafifu. Kuseme ukweli, nikirudi nyuma kwenye swali, iko hivi, hakuna jinsi unaweza kuitenganisha tamaduni ya Kiafrika, tamaduni kama tamaduni iliyotawaliwa duniani kote, sehemu yoyote iliyotawaliwa imeendelea kuwa na tatizo la ukoloni mamboleo. Kwa kati ya vitu vingi sana ambavyo tunavifanya, lazima tuwezi kuepuka ukoloni mamboleo, ambao wakati mwingine nia na madhumuni ilikuwa ni kuweza kuwanyang'anya watu tamaduni zao, lakini kuwanyang'anya watu jinsi ambavyo walivyokuwa wakiishi. Kwa hiyo huo ni mtego ambao tumekuwa tukiuishi kwa kiwango kikubwa sana, na sio tu katika sanaa kwa maana ya filamu, ni kwa kila jambo. Tukienda hata kwenye ulaji, tukienda uvaaji, tukienda kila kitu. Na kwa sababu kazi ya filamu ni kuweza kuonyesha kile ambacho wakati mwingine filamu za wakati huo, mwanzoni nilitangulia kusema kwamba kuna filamu za wakati uliopita, kuna filamu za wakati uliopo, na kuna filamu za wakati unaokuja. Kwa kiwango kikubwa, filamu ambazo ni za wakati uliopo zitaweza kuyaonyesha hayo, kwa sababu ndio uhalisia ambao uko katika soko zima la watazamaji. Watazamaji ndicho kitu ambacho wanakifanya. Watazamaji kuchanganya Kiingereza na Kiswahili, kuchanganya Kifaransa na Kiswahili ni kitu cha kawaida ambacho kilichopo kwenye soko. Sasa tunapokuwa tunazungumza haya kwa filamu ya wakati huu itakaoonyesha maisha yaliyopo kwa wakati huu, itayaonyesha hayo, itaonyesha uvaaji wa aina hiyo, itaonyesha maongezi ya aina hiyo, lakini itaonyesha ulaji wa aina hiyo. Hiyo filamu itakuwa iko sahihi kabisa kwa sababu inaongelea mambo yaliyopo. Sasa tunaporudi kwenye wakati ambao tunataka kuuleta kama swafifu, tunataka kurudisha heshima, kuwakumbusha watu warudi katika tamaduni. Na ndiyo kazi ya lugha na kazi ya sanaa kwa ujumla. Kazi ya sanaa ni kuweza kumwonyesha mtu ni nani, anaishi wapi, anapaswa kuwa ni yupi. Leo hii mfano nikichanganya kidogo, tuko na watu wa Amerika weusi ambao ni wa asili ya Kiafrika, wanatamani kuona ni wapi walikotoka, lakini kwa bahati mbaya hawana kitu kinachowaonyesha ni wapi walitokea, walikuwa wanaongea nini, walikuwa wanapaswa kuvaa nini. Ni watu ambao wanatamani kujifunza. Kwa ndiyo maana swafifu inapokuja ni kuwaonyesha wale watu wote waliotwaliwa, watu walionyang'anywa katika zile mila na desturi ambazo walipaswa kuwa nazo.
Asante sana. Sasa kwako Elfas Machia. Sasa upi umuhimu wa tuzo hizi zilizoandaliwa na Swafifu Afrika katika kukuza utamaduni wa Kiafrika? Unajua, wacha niendelee na kusema kuwa umuhimu wa Swafifu pia ni kuimarisha utambulisho sisi kama Wanaafrika Mashariki na Waafrika, kuwa pia sisi tuko na mtanielewa, mimi unajua Kiswahili na Kizungu na zote nachanganya vile umesema. Sisi tuko na identity yetu, tunajua sisi kama Waafrika tunafaa kujua tunafaa kuvaa nini. Sio lazima ukiwa unazungumza Kiswahili kuna vile unapaswa kuzungumza Kiswahili. Unaweza kuzungumza Kiswahili ama unaweza kuzungumza Kiingereza ama unaweza kuzungumza Kifaransa, lakini vile utakavyokuwa umevaa watu watajua huyu ni Mswahili. Huyu kuna vile yeye mwenyewe anajua huyu ni Mswahili. At the same time tunaangalia pia sisi kama watu wa Swafifu tutauzaje, tutakuza vipi utamaduni, watu waweze kuelewa kuwa si Kiswahili si kuzungumza pekee. Kuna chakula, kuna kuvaa, kuna kutembea, kuna vitu vingi tunaweza fanya. Wewe kama mtu kwa sinema kuelezea kuwa wewe uko kwa jamii ya Waswahili. Kwako Jamali Mbanga, unafikiri tamasha hili litapeleka lugha ya Kiswahili kwa umbali ule ambao tunautarajia? Mimi ninaamini kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu Kiswahili imekuwa ni lugha ambayo inajiendesha yenyewe. Leo tukiangalia, Kiswahili chenyewe kilianza katika mwambao wa bahari ya Hindi. Tukisemea mwambao wa bahari ya Hindi ni sehemu ndogo, ni kilomita chache kuingia ndani, lakini leo tunapozungumza tunajaribu kuunganisha baadhi ya mataifa. Leo ndio maana tunaweza tukaiona Kenya ni miongoni mwa watu wanaozungumza Kiswahili kwa sababu ya kutoka mwambao, lakini kuna baadhi ya nchi nyingine ambazo ziko mbali ya mwambao. Mfano kiongelea Uganda. Uganda ni taifa ambalo sasa linazungumza Kiswahili kwa kiwango kikubwa, watu wanazidi kujifunza. Tuna taifa kama la Rwanda, tuna taifa la Burundi, tuna taifa la Kongo. Tunaenda mbali zaidi, tunaziona Ethiopia, tunaziona Sudani. Pia tuna mataifa mengine kama Komoro na sehemu nyingi. Kwa hiyo Kiswahili kilikuwa chenyewe kinaweza kujiendesha, kinaenda taratibu na kutafuta soko lake. Ni kama biashara ambao unaiweka hapo alafu usipate mtu yote wa kuweza kuitangaza. Sasa wakati huu tukiona kwamba tunapoingia kazini kwa maana ya kuweza kukipeleka Kiswahili sasa, kukiongezea nguvu katika ile safari yake ambayo kimekuwa nacho chenyewe kama chenyewe, basi tuna uwezo wa kuweza kwenda mbali zaidi na kukipeleka mbali, na hasa tunapojaribu kuunganisha na Swafifu kama ilivyo mataifa yote zaidi ya 16 ambayo yanaenda, tunaweza kuwafikia watu wengi kwa kiwango kikubwa sana, na hasa wale ambao pengine walikuwa hawajakisikia Kiswahili ama walikuwa wakisikia lakini sio wanaosikiliza, kwa sababu kuna tofauti kati ya kusikia na kusikiliza. Kwa hiyo tunaenda kuwafanya pia hata wale waliokuwa wanasikia sasa wapate muda wa kusikiliza. Kwa hiyo nina imani kubwa kwamba Swafifu inaenda kufanya mapinduzi makubwa katika dunia hii ya kukisogeza Kiswahili. Hiyo ndio imani yangu, ninaamini kwa kiwango kikubwa. Ndugu abiria, mabibi na mabwana wa Swafifu Afrika, kama ndo kwanza kabisa mnajiunga nasi, tukwambie keti kwenye siti yako, funga mkanda wa safari kama upo. Meli tayari imeshainua nanga na jahazi hili bado halijafika. Yaani tunapotoka ni mbali, tunapokwenda ni mbali, na katikati hakuna kituo. Kwa hiyo utake usitake, hapa utakuwa nasi hadi pale tamati. Na hii hatukulazimishi, ni kwa sababu ya uhondo ambao unapatikana ndani ya Swafifu Afrika, ni kutokana na madini
adhimu yanayopatikana ndani ya Swafifu Afrika. Hivyo kama ndo kwanza kabisa unajiunga nasi, tukwambie kipindi hewani hivi sasa ni Swafifu Africa Swahili International Film Festival Africa Awards, na leo hii tuna bahati ya kuwa na viongozi waandamizi wa Swafifu Africa. Kwa hiyo hapa unapata fursa ya kuyasikia mengi sana, kwa nini Swafifu ipo, ina malengo gani, na kwa nini wameamua kutumia filamu katika kukuza na kueneza utamaduni wa Afrika kupitia lugha adhimu, lugha tamu, lugha ya Kiswahili. Manahodha wa jahazi hili si wengine, ni wale wa kila siku. Hii leo mimi Ramadhani Mkwado nikiwa nimeambatana na mwenzangu Shangwe Mbise. Tafadhali endelea kuserereka nasi tukirejea kwenu. Machia, bila shaka unatupata vyema. Nakupata vyema. Ningependa kuongezea kuwa Swafifu pia inataka kuelezea kuwa ukiwa mwanafilamu wa Kiswahili waweza boresha jamii. Wewe kama unaweza kuwa na unaweza pata mapato kutokana na filamu, kwa sababu pia watu hujua kuwa mimi natengeneza sinema ndio nitoe story, nieleze watu kuwa mimi naweza toa story. Lakini pia kumbuka pia kama filmmaker, kama mtu wa sinema, wanapaswa kuwa unaweza uza sinema yako, unaweza ikawa jamii jue hii sinema ni nzuri, watu wanaweza kununua. Ndio kwa maana tulianza pale mwanzo ukaniuliza kuwa sisi tunaonyesha watu kile wanataka kuona, ama sisi tunapaswa kuonyesha umuhimu wa kuona sinema za Kiswahili. Wewe kama mwana sinema unaweza ona kuwa nikiweka sinema kwa Kiswahili watu wataiona. Na nilianza kuwa Afrika mzima na duniani tuko na watu wa kuzungumza Kiswahili, watu takriban milioni 200. Wewe kama mtengeneza sinema, unaweza tengeneza sinema ili ifikie hao watu wote. Inaweza fikia watu milioni 5, milioni 10, lakini at the end of the day, mwisho wa siku utaona kuwa unaweza kupata mapato kutokana na sinema yako. Ndio kwa maana Swafifu iko pale kuunganisha hao watu wote, wana sinema na pia watazamaji, ili waweze kuona kile wanataka kuona kwa lugha ya Kiswahili. Sawa. Na tunapozungumza hapa kila siku kuhusiana na sinema hizo ama filamu hizo, ili ikidhi vigezo vya kuingia katika kinyang'anyiro hicho cha tamasha hilo kubwa na la kihistoria kwa kutokea, ni lazima iwe na utamaduni na uhalisia wa bara la Afrika. Hivi sasa kuna mwandaji anajiuliza, sasa huo utamaduni ni upi? Yani ili niseme kwamba filamu yangu ina utamaduni na uhalisia wa bara la Afrika, inabidi iwe vipi yani? Sasa Machia, kwa sababu wewe ni kiongozi wa Swafifu Africa na bahati nzuri wewe ni mwandaji wa sinema, ni mwandaji na mwongozaji wa sinema, unaweza ukatudadavulia japo kwa uchache sana huo utamaduni ambao tunauzungumza hapa kila siku, lazima uwe kwenye hiyo sinema. Ni utamaduni wa aina gani na unatakiwa uwe vipi? Kwa sababu huenda kuna mtu ana filamu yake kutokana tu na namna ambavyo ameitambulisha, na namna ambavyo ameiandaa, na namna ambavyo njia ambayo ametumia kutangaza yale matukio ndani ya sinema, ametumia labda uhalisia wa Kiamerika, ametumia labda uhalisia wa Kiasia ama Ulaya, lakini katumia lugha ya Kiswahili na mandhari yaliyotumika ni ya barani Afrika, akapata ukakasi kidogo hapo. Utamaduni tunaozungumza hapa Machia ni upi? Tuanze na lugha ya Kiswahili. Tukaona tulisema kuwa unapaswa kuwa asilimia 80 iwe ni Kiswahili. Asilimia 80 kwa filamu yako iwe ni Kiswahili. Lakini vile unavyosema kuwa unaweza kuwa sinema yako umeiandaa Kenya, Rwanda, Tanzania, na wacha ni kitu kama location ya kuwa wewe uko kwa Uswahili, lakini umeongea kwa Kizungu. Ndio kwa maana tumesema kuwa unaweza kwa Kiingereza kwa kiasi yake ya Uswahili. Tuko na pia kuvaa. Tuko na pia kitu cha muhimu sana tumekuwa tukiangalia sana ni tabia na mienendo ya Waswahili. Kuna vitu unaweza kuwa kwa sinema yako ndio, lakini sisi kama Waswahili, sisi kama Afrika, sio zetu, sio tabia zetu, sio vile sisi tunapaswa kujionyesha, kujielezea. Wacha niwapatie mfano. Mimi nilifanya sinema ya Kimasai na Kiswahili. Ilikuwa ni telenovela. Sikujua kuwa Wamasai hawapaswi kuonyesha mapenzi mbele ya watu.
Mimi nilijua kuwa sisi tuweka telenovela, tunaonyesha mapenzi, watu watapigana busu mbele ya watu, lakini nikaelezewa kuwa Wamasai hawapaswi kufanya hivyo. Unaona hivyo? Sasa utapata pia sisi kama wanaofanya sinema, tunataka kufanya sinema ikuwe tamu. Tunataka kuweka watu waruke hapa na pale, lakini kumbuka hatuna watu kama superheroes. Superheroes wetu ni wale watu wa kawaida. Ni mama yako, ni ndugu yako, ni bibi yako, ni watu wenye unaweza ona hapa na pale. Hao ndio superheroes wetu. Kama sinema yako iko na maudhui ya mapenzi, wacha mapenzi yako iwe ya mapenzi ya Kiafrika, ya Uswahilini, si mapenzi ya for example we mume na mume, we mke na mke. Hapana, hiyo sio sisi. Pia kuwe na mapenzi usiweke mapenzi ya tunaita kwa Kizungu pedophilia, pedophile. That is not us. Hiyo sio sisi. Sisi tunaamini kuwa wewe ni mtu una mapenzi, wewe ni mtu unapenda mke na mume, mnapendana, na pia unatuonyesha vitu sisi Waswahili tunaweza what we call relate with. Sisi kama Waafrika, wewe unaweza kaa chini, wewe na ndugu, wewe na mama yako mnaweza kaa chini, muone, usiwe na aibu. Kuna vitu unaweza hata kwa mama yako, lakini pia sisi wenyewe tunaogopa kuona na wazazi. Hata uwezi kaa chini na mamku we muone, kwa sababu ya lugha na kwa sababu pia vitu vitakufanya wewe uonekana wewe unapita. Ndio kwa maana nasema sisi tuangalie vitu vinavyoendelea na vitu vya Kiswahili. Vitu wewe kama Mswahili, wewe kama Afrika unaweza kaa chini hizi ni tamaduni zetu. Hiyo tunaweza sema. Asante sana. Jamali Mbanga, maoni yako ni yapi katika hili? Ameelezea vizuri ndugu Gervas. Kusema ukweli, kati ya vitu vikubwa ambavyo kama amevisema, kitu cha kwanza kikubwa sana, Kiswahili kiko kwa watu gani? Kiswahili kiko kwa watu na jamii zao. Tukizungumza leo upande wa Tanzania, tuna makabila ambayo ni zaidi ya 120. Tunao makabila mengi pia upande wa Kenya. Tuna makabila mengi upande wa Uganda. Tuna makabila mengi Burundi, Rwanda, Ethiopia na sehemu nyingine kote, ambao wao wote ni wa Afrika, na tamaduni za Kiafrika ni tamaduni ambazo zinaingiliana kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo filamu ambayo inakuja itakuwa imechezwa katika sehemu ambayo mtu yoyote akiiona atasema hii ni Afrika. Akiangalia utamaduni ni wa Kiafrika. Kwa hiyo tunaposema filamu za Kiswahili, hatumaanishi kwamba zitaweza kuonyesha tu kwa sababu ni lazima ziwe katika mitaa ya Kiswahili, sehemu za Uswahilini, sehemu za hivi. Hapana. Tunamaanisha filamu ambayo itaonyesha utamaduni wa Mwafrika akiwa Afrika kwake. Sawa, nimemsikia vizuri Machia kwamba kwanza kabisa kwenye utamaduni unaozungumza ni lugha ya Kiswahili, na hiyo lugha ya Kiswahili iwe imetumika walau kwa 80% katika filamu nzima. Sasa hivi kuna mwandaaji ameketi hapo anakuna kichwa, anajiuliza, mimi sinema yangu nimeiandaa kwa lugha ya Kikuyu, nimeiandaa kwa lugha ya Kizulu, nimeiandaa kwa lugha ya Kisukuma, lakini nimeiwekea manukuu ya lugha ya Kiswahili kuanzia mwanzo wa sinema yangu mpaka mwisho wa sinema yangu, ingawa wale wahusika hawajazungumza Kiswahili hata kidogo, ile na manukuu ya lugha ya Kiswahili. Je, sinema yangu itakuwa imefikisha ile 80% ya lugha ya Kiswahili inavyotakiwa kutumika ndani ya sinema na imekizi vigezo? Jamani. Na kuna mwingine pia atakuwa ameandaa filamu yake kwa lugha ya Kiingereza. Ameweka manukuu ya lugha ya Kiswahili. Hao tunawajumuisha wapi? Nataka niwaambie kitu kimoja, na hii niwaambie watazamaji kwa ujumla. Katika ukuzwaji wa lugha, huwezi kuitumia lugha moja. Lazima iwe na lugha nyingine ya sehemu husika. Kwa hiyo kuna watu ambao watakuwa wanazungumza Kinyarwanda, tunatakiwa kuwapelekea Kiswahili. Kuna watu watakuwa wanazungumza Kizungu, Kiingereza, Kifaransa, Kispanyola, na sisi tunatakiwa kuwapelekea Kiswahili. Kwa hiyo wakati wote ambao unaipeleka lugha, lazima kuwe na lugha ya kubadilishana. Kwa nyakati tulizo nazo, sio kwa karne zilizopita za nyuma ambazo tulitakiwa kufanya vitendo alafu tuvipe unasema matamshi. Sawa?
kama historia zinavyosema, wakati hizi lugha zinaanza, sio kusema kwamba watu wanaanza kuongea wanaelewana. Kwa hiyo kulikuwa na vitu ambavyo wanavitengeneza na kuvipa matamshi kwamba kitu hiki kimetamkwa hivi, huyu ameitwa baba, hii imeitwa ugali, hiki kimeitwa kitu fulani. Kwa hiyo wakati huu ni wakati ambao tunabadilishana lugha. Kwa hiyo tunaporudi sasa katika filamu zote ambazo zina nani, unaposema 80%, haikai kwenye filamu kama yenyewe ilivyotengenezwa, bali hata manukuu kwa maana ya hiyo subtitle ni sehemu ya hiyo filamu. Kwa hiyo filamu yoyote itakayokuwa imetengenezwa kwa lugha nyingine yoyote ya Kiafrika ya duniani kokote, itakapoweka yale manukuu, basi itasomeka kwamba imefikia zaidi ya 80%. Kwa hiyo inafaa kabisa kuingia. Tutapokea filamu nyingi hata zitakayotoka huko Latini, huko tunaweza tukawa na filamu za kutoka Cuba, tuna filamu za kutoka Mexico, wenzao wenyewe wanaita Mexico. Unaipata filamu lakini imetengenezwa katika nani zote za Kiafrika, za tamaduni za kikwetu, hata kama wakiwa ni watu weupe sio shida, lakini wameonyesha tamaduni za kwetu sisi wenyewe na wakatengeneza kwa lugha ya kwao, hata iwe ni ya Kispanyola, wakaweka subtitle hapo ya Kiswahili, basi hiyo filamu inafaa kabisa kuingia kwenye tamasha hili. Sawa. Machia, una lolote la kuongezea katika hilo ambalo amezungumza Jamali? Ndio, wacha niongezee kuwa tuko na, kwa hiyo 80% tunaongelelea, tuko na desturi, tuko na mavazi, tuko na mila, tuko na vyakula, tuko na vitu vingi. Unavyotazama sinema utaona kuwa hivi ni vya Kiswahili. Bila nimekuelezea kuwa kuna wale wateka sinema yao ilikuwa ni sinema ya Kiingereza ama Kihispania, lakini haikuwa na hiyo direction ya kwenda side ya Kiswahili. Wakaamua wacha tuweke manukuu ili iweze kuwa pati ya swafifu. Lakini pia tunasema kuwa wacha ikuwe pati ya swafifu kwa sababu ukiangalia from the word go, hiyo ni sinema ya Kiswahili. Iko na tamaduni, iko na vyakula, iko na mavazi. Vitu kama hivyo pia utapata hizo ndio vitu vyetu vya Kiswahili, ya sio lazima ati lugha pekee yake. Vile nimesema lugha ndio, lakini lugha ya Kiswahili inaweza kuwa inaboreshwa kutokana na sinema hiyo. Swali kwenu wote, kuna mabadiliko ya sayansi na teknolojia katika karne hii, na bila shaka katika tasnia ya filamu pia mabadiliko haya yamefika. Wale wanaoandaa filamu kwa kutumia akili unde, hizi zinakubaliwa kwenye tamasha hili la Swafifu? Vile dunia inaenda, pia sisi tupaswa kwenda na dunia. Kabisa. Kwa sababu sasa kila mtu amesema akili unde, hiyo ni AI. Watu siku hizi watengeneza sinema kupitia AI. Watu wengi wampita wapende hiyo mkondo, lakini sasa hizi pia tutaviangalia, lakini siwe pia wewe umetegemea AI 100% kwa sinema yako, hiyo hapana. Jaribu pia at least ukiwa na sinema umeunda na AI, pia usaidike pia na akili yako, usaidike na akili ya jamii, ndio uweze pia kuwa na nini, utakuwa nayo utamaduni. AI inaweza corrupt, inaweza kupatia kitu, lakini labda tutakupatia sio ile, unajua hiyo ndio inapaswa kukua hapo. Kwa sababu tunapaswa kukua waangalifu sana tunavyochukua hivi sinema vya akili unde. Sawa. Hapo kabla hujatoka Machia, umezungumza haitaki kutumia akili unde 100%, lakini kuna kitu kimenijia kichwani hivi sasa, na baadhi ya sinema zimenijia kichwani zile bado nikiwa mdogo. Kuna baadhi ya sinema ni vikatuni vile. Mfano mzuri ni Kirikou, lakini pia Tingatinga walikuwa na Tingatinga, ile ni vikatuni, si sinema ambayo imetumia binadamu halisi, lakini wametumia katuni. Na sasa hivi katika hiyo sayansi na teknolojia AI, wengi wanaandaa sinema hawaandai binadamu kwa sura za binadamu halisi, bali wanaandaa kwenye vikatuni. Vipi sinema za namna hii, mfano mzuri huo wa Kirikou, lakini pia Tingatinga, na zina maudhui ya bara la Afrika, zimetumia lugha ya Kiswahili vizuri na kila kitu ni cha Mwafrika. Je, sinema kama hii inaweza ikakusanywa?
Wacha nikujibu kuhusu tingatinga. Wacha nikujibu kuhusu tingatinga na hivyo vingine. Hizo ni tunavita animation. Animation sawa. Kuna animation, then kuna AI generated. Ukiingia kwenye mtandao utapata kuna watu wametumia AI everything, kila kitu, kutoka kuandika script, kila kitu ni AI. Hakuna akili yake pale ametumia tu tarakilishi kutengeneza. Sisi tunazungumzia mtu alitumia akili. Kumbuka tingatinga walitumia script ya mtu tengeneza, wakaja wakatumia tarakilishi, wakakuja na hiyo animation. Sio walitumia 100% AI. Sasa mali tuko, yes, tunajua kuna vitu zinafanyika na watu wanaenda kwa AI, lakini pia sisi tunapaswa kujua kuwa sio kila kitu tutatumia AI. Unaweza tumia akili yako, unaweza tumia, kuna AI hizi kupigia hadithi ya nyanya yako, ya watu wako wenyu. Haiwezi, itakupatia kitu fulani, lakini kuna kitu haitakupatia. Sawa, Shangwe, nimekumbuka sasa hivi kuna Kasumbe imekuwa na AI akili unde inasaidia, lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu hiki ndo kizazi cha kwanza kutumia akili unde, wamekuwa naathirika kwa kiasi kikubwa sana. Hivi unajua kuna watu sasa hivi maisha yao wanaendesha kwa AI. Yaani hawawezi kufanya kitu chochote. Akiamka asubuhi anauliza, bwana anaingia kwenye moja kati ya AI anauliza, bwana leo nile nini, hebu nipangie ratiba mlo wangu, nikishakula nifanye kitu gani, bwana nataka nifanye kitu. Sasa hivi mpaka dalili za magonjwa mtu anaingia. Sasa hivi wanakuambia tunza sana afya yako, maana hata daktari aliyeko darasani sasa hivi anatumia AI. Anatumia AI. Imekuwa changamoto sana. Sawa, basi mtazamaji wa Swafifu Africa, hivyo ndivyo jinsi ambavyo mambo yanaenda na jahazi hili linazidi kukimbia kweli kweli. Muda na unazidi kututupa mkono, muda mchache ujao jahazi litakuwa linatia nanga, ama tutakuwa tumefika mwisho wa kipindi hiki. Nikukumbushe tu, hii ni Swahili International Film Festival Africa Awards 2026-2027. Mambo ndo kwanza yanaanza. Bila shaka kwa nukta hizo ambazo amezungumza hapa Jamali pamoja na Machia, mwandaaji na mshiriki wa Swafifu Africa, na anatarajia kushiriki katika tuzo hizo kubwa, atakuwa kuna kitu amekipata hapo, na yale maswali ya kwa nini hii iko vipi yatakuwa yamejibiwa walau kwa asilimia kadhaa. Tunajua hatuwezi kujibu kwa asilimia 100, lakini tunakuwa tumekupatia uelewa mkubwa kutokana na kile ambacho kinakwenda kutokea katika tamasha hilo. Lakini pia Ramadhani, kama bado mtazamaji ana swali, anaweza kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kwa upande wa YouTube pamoja na Instagram, andika Swafifu Africa, kisha utuandikie ujumbe wako hapo. Changamoto gani ambayo unaipata katika uandaaji wako wa filamu, ama unatamani nini kiwepo katika tuzo hizi bora na kubwa ambazo tunatarajia kwa mwaka huu 2026-2027. Mimi mwenyewe kabla Jamali na Machia hawajazungumza hapa, wakati wanazungumza ama wakati tunazungumza kuhusiana na filamu, lazima ziwe na utamaduni wa bara letu la Afrika. Moja kati ya kitu ambacho kilichokuwa kinanijia kichwani ni kwamba lazima ile filamu, hivi ushatazama filamu za Nigeria namna ambavyo zinakuwa bila shaka. Lazima ile, ama ile filamu moja ya Adama na Odama ilitikisa miaka ile mingi sana. Kabisa. Kichwani ilikuwa inanijia lazima kwa mtu amevaa mashuka mavitenge, mangozi ajipake mavitu usoni. Lakini kumbe mambo ni marahisi kiasi hicho. Mwandaji unateseka wapi? Kwa nini ushinde kushiriki katika tamasha hili? Nikusihi tu, dirisha liko wazi hivi sasa, hakikisha kila kitu kinakuwa mahala pake. Sisi hatuna la ziada mpaka hivi sasa. Ni kushukuru sana Jamali Mbanga kutoka nchini Tanzania pamoja na Elfas Machia kutoka nchini Kenya, viongozi wa Swafifu, kwa kuhakikisha kwamba jahazi hili linakwenda sawia kabisa bila kupata kashikashi katikati ya bahari. Sisi hatuna la ziada. Jina langu ni Shangwe Mbise, nilikuwa naye Ramadhani Mgwadu. Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Naam, tunapata filamu kutoka studio. Mambo yanaenda vizuri. Tunasema Afrika bara letu na Kiswahili lugha yetu.